za kina Mzee Nyalali, tume nyingi za kina Warioba. Ni vizuri kuja ku-question matokeo ya tume. Ni vizuri kuja ku-question watakachowasilisha kuliko ku-question integrity ya combination ya tume. Tume ina mambo yake, itakusanya taarifa, kwa itamhoji mtu yoyote wanayotaka. Msingi ni nini? Ni kwamba wote tukiwa tumetaharuki, mwandishi wa habari hayupo, mabomu yameanza kupigwa, mara tunaambiwa kwamba kuna watu wamefariki, si jambo jepesi mkawa na ukweli mmoja kuhusu tukio hilo. Mheshimiwa Rais kuunda tume katika hali ya utulivu, maana yake ni kwamba tume itapata muda mzuri wa utulivu wa kuhoji watu wakiwa wametulia vizuri na vichwa, kuweza kuangalia kwamba je, eti hivi huu ni ugomvi wa kisiasa kama tunavyoaminishwa, au kuna jambo la ziada katika siasa? Kwa sababu kama ni ugomvi wa kisiasa wa kwamba mimi nitakuwa mtawala bora wa kuja kuokoa maisha ya watu, kwa nini sasa huyu anayeitwa mwandamanaji anabomoa tena maduka ya watu wa chini wanaotafuta rehema ya utawala bora? Tasema basi hebu tuache kusema kwanza, tuende sasa kwenye kamati, tuende kwenye tume ambayo kwa utulivu kila moja akihojiwa. Hata wewe Charamila ukihojiwa vizuri kwa utulivu, kwa sababu mimi kwa siku ya kwanza, pili, ya tatu hata ungenihoji, nina uhakika pia kwamba brain yangu pia haikuwa sawa sawa. Sababu kwa mfano juzi hapa nakumbuka nilikuwa naendesha gari, niko peke yangu tu jioni na kwenda zoezi. Kuna majirani walikuwa wana sherehe, wanapiga mafataki. Mimi niliposikiliza nikapiga speed kubwa. Sasa naelekea ambako sielewi ndiko adui alipo ama ndiko adui hayupo. Baadaye akili imenijia pale mbele, nikageuza nikasema, mbona haya magari yanaendelea kwenda huku? Ngoja na mimi nipige U-turn. Sasa katika hali ya kawaida ungenihoji mazingira yale, ningesema kuna watu wananitafuta mimi, kuna watu wananitafuta rasi, kuna watu wananitafuta, watu bado wabaya kabisa. Kumbe maskini wa Mungu wa Hindi si nani wanapiga mafataki. Sasa tukiulizana kwa utulivu, ndio maana Mheshimiwa Rais anaunda tume kwa utulivu, tuipe muda ili watu waweze kueleza mambo kwa undani, kwa utulivu, pasipo kupaniki kwa aina yoyote, lakini maumivu pia yakiwa yanaendelea kushuka, kuheal, ili uweze pia kueleza jambo pasipo kuwa na hisia na miemko, ili poti ile ikipatikana. Ndugu zangu, mtu anasema